Nashukuru sana kwa kunipokea hapa kwako. Naona aibu. Sijui hata nikuangalieje. Najisikia vibaya sana kwa yale yote niliyokutendea kule polini. Sikutambua yale yote niliyokuwa nakufanyia. Ulikuwa ni utoto tu yale yote niliyokuwa nakufanyia. Na ndio maana nipo hapa kwa kuomba radhi. Awali ya yote nimefurahi sana kukuona wifi yangu. Maana ni muda mrefu sana tumepotezana. Kwa hiyo nilivyokuona tu nimefarijika sana. Na pia nimefarijika kwa kuwa umetambua makosa yako na namshukuru sana Mungu. Lakini mimi najua tu yale ulikuwa unafanya ni utoto. Maana kujua kwamba yule ni kaka yako. Yale yote ulikuwa unafanya ni wivu tu wa mapenzi. Lakini kitu ambacho kilinishangaza zaidi, ulijua ukweli lakini ukabaki kuwa unamhitaji kaka yako. Kwa kweli hicho kitu kiliniumiza sana. Nashukuru Mungu umetambua makosa yako na kuchukua hatua ya kuniita hapa kuja kunieleza au uniambia. Mimi nishakusamehe kitambo sana wifi yangu. Na wala sina shaka kabisa na wewe. Sawa wifi yangu. Mimi nimekuelewa yote hayo. Nitakupenda sana wifi yangu Nachi. Na haya yote nimekuja kuyatambua baada ya mlezi wetu kuniambia ukweli. Wifi yangu Sima, mimi nilikuwa nafahamu muda mrefu sana kuwa wewe na Ufini ni mtu na kakake. Kwa hiyo nilishangaza sana kwa matendo unayoyafanya. Na ndio maana nilikuwa naumia sana. Nimefurahi pia umeshatambua makosa yako. Na mimi wifi yako nimeshakusamehe. Karibu sana nyumbani. Chochote utakachohitaji mimi na kakako tupo. Kama kitakuwa kwenye uwezo wetu tutakusaidia. Usisite kuja kutuona. Kwa hiyo karibu sana nyumbani. Nashukuru sana wifi yangu Nachi. Na kingine, sitaki tena nione hiyo sura ya huzuni. Mimi nimeita hapa ndugu zangu ili tuzungumze vizuri. Kwa sababu hapo nyuma tulikuwa tuelewani. Na hisi ndugu yangu Sima unajua. Lakini furaha yangu nione umepatana na wifi yako. Na naomba tusahau ya nyuma yote, tusahau yote yaliyopita. Kwa sababu siku zote Mungu anapenda sehemu ambapo kuna amani, kuna furaha. Na siku zote shetani wapenda sehemu ambazo kuna mavutano, kuna mgogoro. Nyinyi ndo familia yangu. Na Yesu ulikumbuka baba yetu mlezi alituambia kama alituokota. Na Yesu umefahamu hilo. Na sikufanikiwa kuona wazazi wangu. Hata pia tumezaliwa tumbo moja lakini hatukufanikiwa kuona wazazi wetu. Kwa hapa sisi hapa ndio tunaweza kutengeneza familia. Kesho watoto wakaja wakatukuja tupo kwenye mazingira mazuri. Na sio ya mivutano na sio ya migogoro. Naombeni. Tumekuwa hapa kwa uwezo wa Mungu. Kwa sababu baba mlezi asipotuokota kama tayari tupo duniani. Singe kujua ama ungenijua. Ila kwa bahati nzuri tumejuana, tumekomaa, tumefahamiana. Kwa mimi naomba please. Niti nikaona tena umetokea kuna migogoro kati yako na wifi yako. Mimi sitaki kitu kama hicho. Inapendeza kuanzia siku ya leo muombane msamaha. Au tele upopita hapo nyuma tu ya sahau. Kuhusu hilo kaka yangu, mbona mimi wifi yangu Nati nishamuomba msamaha tayari na kashanisamehe kwa moyo mmoja. Sasa hivi nipo tu nina furaha. Hilo ni jambo jema sana. Na ndugu natakiwa muishi hivyo.
mwenye ni ndugu. Labda mimi nikutoe tu wasiwasi mpenzi wangu kwamba mimi na wifi yangu Sima tayari tumeshaimaliza, na nilichofurahi zaidi katambua makosa yake, kanipata, kaniambia wifi yangu, mimi nilikukosea pakubwa sana, kwa naomba unisamehe. Unajua sisi ni binadamu, hatujakamilika. Kwa hiyo tuna madhaifu mengi sana. Mimi ni nani niache kumsamehe? Kwa hiyo wifi yangu Sima mimi nimemsamehe kwa moyo wangu wote. Na nimemwambia karibu sana nyumbani, ajisikie kwa nyumbani. Na chochote atakachokitaka sisi tupo. Usichoke kufika nyumbani. Na pia mpenzi wangu na chini kombe kitu. Naomba umsamehe kwa moyo mweupe. Umsamehe, msamaha utoke moyoni. Umaanishe. Kwa sababu najua alikosea sana. Aliingiza hisia wakati tulikuwa tujui kama sisi ni ndugu. Nesta hilo na unalifahamu, nishakwambia. Kwa sitamani tena mambo haya yatokee. Na nimepiganisha sana kwenda kumwokoa, kwa sababu ni ndugu wangu, singemwacha. Ulijua, kwa sababu sisi tulitangulia ya kuwepo, na ndio maana nilipiganisha kwa namna yoyote nikamwokoa. Moi je vous aime beaucoup, na que Dieu fait la grâce. Haya bwana. Mimi nimefurahi sana. Karibu. Sindu baba. Sindu baba. Sindu baba. Dada, Laki kwa wapi? Laki ameenda dukani kaka. Nimewaita hapa, kuna jambo nataka tuzungumze. Nafikiri kuna mambo mtakuwa mnajiuliza sana kwenye vichwa vyenu, lakini majibu hamyapati. Lakini mwenye majibu kamili ni mimi, na nilifanya siri kwa muda mrefu sana. Sasa leo mbona niwaambie. Mke wangu, nafikiri mnafahamu fika kabisa maisha ambayo tuko tunaishi hapo nyuma, lakini mtakuwa mnajiuliza ni kwa nini tumekuwa tajiri ghafla. Najua mtakuwa mnajiuliza sana, nimepata wapi utajiri wa ghafla kiasi hiki? Na bila shaka hamjawahi kupata majibu. Sasa nataka leo niwasimulie. Katika mizimu yetu kuna vazi linaitwa Sindu. Hilo vazi la Sindu, yoyote atakalomchagua na kukaa kwake ni lazima awe tajiri, hata kama alikuwa ni fukara kiasi gani, kwa sababu vazi la Sindu lenyewe ndio huwa linaleta utajiri. Na hili vazi ni vazi la mizimu, na linamchagua mtu yoyote ambaye lenyewe litamtaka, atake asitake, ni lazima alivae. Sindu, Sindu, wewe ni mtu mwenye thamani kubwa sana, ila kwa bahati mbaya hulijui hilo kwa sasa. Lakini haya mateso na magumu unayopitia yasikuvunje moyo, kwa sababu ipo siku utapata faraja kubwa sana. Kwani wewe ni nani? Mbona unaongea na mtu ambaye simuoni? Lakini kaka, hilo vazi la Sindu kama nilishawahi kulisikia kwenye mizimu yetu. Yaani hapa wewe sasa ndo unanikumbusha kitu kaka. Sasa hilo vazi mimi limenitesa sana.
kwa kuwa hapo mwanzo sikuwa najua. Nilijua labda tu ni wachawi wananitesa, lakini uhalisia kumbe ulikuwepo wa mizimu. Nilianza kwa mateso sana sana, naweza nikajikuta tu niko sehemu ambayo hata mimi sikuitarajia. Siku nyingine wakati napita njiani kwenye kapori fulani, nikamkuta sasa mtu live, lakini yule mtu mimi namuona, na ile sauti alikuwa akizungumza ndio sauti niliyokuwa nimeisikia kule pale mwanzo. Kwani nimewakosea kitu gani? Mbona mnanifuatilia hivi? Jamani, kumbukeni mimi nina familia. Nina familia mimi jamani. Najua kuwa unifahamu na sura yangu ni ngeni kwako, lakini nadhani hii sauti sio ngeni kwako. Ushawahi kusikia mara kadhaa. Sindu, kama unakumbuka, nilikwambia wewe ni mtu mwenye thamani sana, ila bado tu kuna vitu hujakamilisha. Hapana, mimi naona wote ni wale wale tu nyinyi. Sindu, usichokijua, wewe ndo mmiliki wa vazi la Sindu, na ili haya matatizo na changamoto ziondoke kwenye maisha yako, unatakiwa ulikubali lile vazi, la sivyo hutakuja kupata amani kwenye maisha yako. Kwa kweli nilishangaa sana, nikaona haya ni maluelue na wachawi wananitafuta kuniua. Nilikimbia. Safari ilikuwa ndefu, niliteseka sana. Kuna siku nikakuta naamshwa na mtu nisimfahamu, alafu niko pembezeni mwa mto. Wewe ni nani? Mbona anashindwa kukuelewa? Mna shida gani na mimi bwana? Kama una shida na roho yangu basi ichukue tu, kuliko kunipa mateso kama haya. Kwa uoga sana ilibidi nizipokee zile nguo. Nilivyozipokea pale sasa ndio nikawa nimeshaupokea utajiri. Kwa kweli sikuamini. Nilienda kuamshwa tena kwenye nyumba ya kifahari.
Kwani mna shida gani na mimi nyinyi? Kwani mnanitesa hivi? Kwani mnanitesa hivi? Haya mateso ilikuwa ndio nyinyi mnayapitia kweli, mkaweza kukubali kweli? Ona sasa, huku mnaleta wapi? Umeleta wapi huku? Mwanzo umenipeleka kijijini, sasa umenileta huku. Sasa mnataka nini kwangu? Mnataka nini? Naongea na wewe, mbona ongei? Basi nikakaa kwenye nyumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ngajiona kuna watu wanakaa huko, mtawaona. Nikaona kimya. Siku nimetoka za nje, naona magari haya. Mara ghafla akatokea tena. Ikabidi kwa ujasiri sasa nimuulize, samani, mimi nashindwa kuelewa. Naona tangia nimefika hapa, hii nyumba naona iko kimya kabisa, sijaona mtu aina yoyote mna. Sasa mimi naomba kuuliza, hii nyumba na haya magari ni vya nani? Na humu wanaishi kina nani? Unataka kusema hii yote ni mali yangu mimi, mzee Kikuti? Kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Mbona mimi hali yangu ni ya kimaskini sana, nikapuku kabisa, nisiyekuwa na mbele wala nyuma. Inakuwaje niwe tajiri ghafla hivi? Kwa hiyo hapo ndio kama nichukue familia yangu sasa tuje tuishi hapa. Kwa hiyo vazi la Sindu ukiwa nalo unakuwa na nguvu kubwa sana sana, hata wachawi hawawezi kukuweza. Sasa hilo vazi baada ya kuja kwangu, kuna watu wanalifahamu hilo vazi, historia yake, wakawa wanalitafuta, wakaja mpaka hapa mjini. Mkuu, unadhani tutampata kiurahisi? Maana naona jiji ni kubwa sana. Anapokuwepo Bitausi Mnyama, hakuna linaloshindikana. Tutawapata na lazima tupate Sindu. Mkuu, sikatai, lakini vipi kuhusu usalama wetu? Maana hizi anga hatuzijui kabisa. Unaongea nini? Unaongea nini? Unapokuwa mchawi unatakiwa kuwa na roho ngumu na maamuzi magumu. Unapokuwa na Bitausi, jiamini. Nimekwambia lazima tuipate Sindu. Walipofika hapa mjini baada ya kulikosa vazi, wakaanza kuua watu. Wakaua watu sana, wakafanya mauaji mengi sana. Wakaleta vibweka vingi sana, hata nyinyi baadhi mliviona.
lakini mlikuwa mjui vinasababishwa na nini. Lakini kwa sababu nilikuwa na nguvu kubwa sana ya Sindu, nilikuwa najua namna kuweza kupambana nao. Hivi hapa ninapozungumza, niliingia mtaani kwenda kuwasaka mmoja baada ya mwingine. Na kilichonisukuma kwenda kuingia mitaani kuwatafuta ni haya mauaji ambayo wanayafanya. Na niliweza kuwateketeza. Umejileta mwenyewe baada ya kipindi kirefu sana. Leo ndio mwisho wako. Hakika hii ya kufurahisha sana. Ulifanya makosa ya kunitoa nguvu na kuniacha. Sindu, kwa sasa niko tofauti sana. Nina nguvu kuliko unavyofikiria. Ninakuua. Sasa huu ndio mwisho wako. Umezoea kutoa damu za watu wasiokuwa na hatia. Sasa leo nataka nikuoneshe kazi. Na mpaka sasa tunazungumza, mtaani huko sasa kuna amani kubwa sana. Hakuna vilio tena. Kwa hiyo vazi la Sindu ni vazi lenye nguvu kubwa sana, na ndio maana likaitwa Sindu. Na yoyote atakayemchagua ataitwa jina hilo hilo la Sindu. Na hii nilifanya siri kwa muda mrefu sana. Lakini baadaye siri hii huyu Samia alikuja akajua. Mizimu yenyewe ilimchagua, akajua siri iliyoko ndani. Lakini mwanangu Samia, umeshindwa kunyibia siri hata kidogo. Jamani. Haya. Kama kuna jambo mimi niliwakosea kwa kujua ama kutokujua, naomba unisamehe. Mke wangu, naomba unisamehe pia. Samehe mume wangu. Kikwapi kitamba ni afute machafu, moyo umetanda hofu, imani yangu dhaifu. Eti sifuri ni namba japokuwa haina gamana. Tumewapoteza vijana kwa kuendekeza zao tamaa. Iweje utamani cha mwenzako, iweje utamani vya wenzako. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Unaweza kupanga yako,